Haleluya, Bwana Yesu asifiwe sana. Leo ni siku ya kwanza ya maombi ya kufunga ya siku 26. Mungu ametupa siku 26 za kufunga na kuomba kufungua malango ya mwaka 2026. Haleluya. Leo nataka niseme na wewe habari ya maombi yetu haya ya siku ya kwanza, na kama unafuatilia kipindi hiki sasa hivi, hakikisha kwamba kila siku unifuatilia kila siku. Kama hujasubscribe kwenye channel ya YouTube, basi hakikisha una subscribe, kwa sababu tuna ratiba ya siku 26 za kufunga na kuomba kufungua malango ya mwaka 2026. Haleluya. Na kila siku kutakuwa na maombi yaliyovuviwa na nguvu ya Roho Mtakatifu ambayo nitakuwa nakuletea na mafundisho ya kukusaidia katika mwaka huu 2026. Kwa hiyo hakikisha kwamba unaungana nami kila siku. Mungu akubariki sana na karibu. Haleluya. Sasa leo tunaanza na maombi maalum ya kushughulikia maneno yaliyotamkwa kinyume na maisha yako, au maneno mabaya, maneno ya laana yanayotamkwa kinyume na maisha yako. Haleluya. Siku zote huwa nawafundisha kukwambia kwamba usidharau kabisa nguvu ya maneno. Usidharau kabisa nguvu ya maneno kwenye maisha yako. Usidharau kabisa nguvu ya maneno. Moja, iwe ni maneno unayotamka mwenyewe, unayoongea mwenyewe, unayojitamkia au kutamkia wengine, au kutamkia biashara zako mwenyewe. Usidharau kabisa. Lakini mbili, iwe ni maneno ambayo watu wengine wanatamka juu ya maisha yako au wanaongea juu ya maisha yako. Usiyapuuze kabisa na usidharau. Tatu, usiogope hayo maneno, lakini yashughulikie kwa imani kwenye maombi. Amen. Yashughulikie kwa imani kwenye maombi. Nataka ujue ya kwamba kwenye kanuni za ulimwengu wa roho, hakuna kitu kinatokea bila kutamkwa kwanza kwa maneno. Narudia tena. Kwenye kanuni za ulimwengu wa roho, hakuna kitu ambacho kinatokea bila kwanza kutamkwa au kusemwa au kunenwa kwa maneno. Ndio maana Biblia nasema kwenye kitabu cha Waebrania sura ya 11. Biblia nasema Waebrania sura 11 mstari wa 3, anasema kwa imani twafahamu ya kuwa ulimwengu uliumbwa kwa maneno au kwa neno la Mungu, hata vitu vinavyoonekana havikufanywa kwa vitu vilivyo dhahiri. Nini Biblia nasema? Ni jambo la ajabu sana, na nataka ulitafakari ya kwamba kila kitu unachokiona, nataka utafakari ya kwamba kila kitu kizuri, chema, cha thamani, cha aina yote kinachoonekana kwenye dunia hii, kwa mujibu wa Waebrania 11 mstari wa 3, kilitokana na declaration, kilitokana na maneno, kilitokana na matamko. Haleluya. Mungu alitamka, Mungu alinena, vitu vikatokea. Ni jambo la ajabu ya kwamba yote unayoyaona, unayoyatamani, ardhi, mimea, wanyama, madini, samaki, bahari, kila utajiri ulio katika dunia hii ambao wanadamu wanapambana kutafuta, ni ajabu ya kwamba ulitokana na maneno. Oh Jesus. Ulitokana na maneno. Mungu alinena, Mungu alitamka, alafu mambo yakatokea. Nimekwambia ya kwamba katika kanuni za ulimwengu wa roho, mambo hayatokei kwanza mpaka yametamkwa, iwe ni mema, iwe ni mabaya. Kuna kanuni ya kutamka, kanuni ya kunena.
ambayo utangulia kabla ya madhihirisho. Haleluya. Kwa anasema vitu vinavyoonekana vilitokana na vitu visivyoonekana. The unseen brings the seen. Yasiyoonekana kuzalisha yanayoonekana. Na wakati anaongelea mambo yasiyoonekana kuzaa yanayoonekana, anaongea kwa habari ya maneno. Kwa maana akasema kwa imani ulimwengu wote uliumbwa kwa neno la Mungu. The spoken word. Maneno yaliyotamkwa ndio uzaa madhihirisho, na hakuna kitu ambacho kitatokea kwenye maisha yako bila kwanza kukisema, kukitamka, kukiongea. Na vivyo hivyo hakuna mambo mabaya yanayokutokea, vizuizi, magonjwa, umaskini, vifungo, mateso. Hakuna kitu ambacho kinakutokea bila kuwa kimetamkwa na watu fulani kwenye ulimwengu wa roho. Haleluya. Unanisikia? Kwa hiyo Biblia inasema Mungu alifanya vitu vyote hivi kutokea kupitia nini, watu wa Mungu? Kupitia maneno. Haleluya. Kupitia maneno. Nataka ukamate vizuri ili jambo nakwambia, kwa sababu hapo ndipo kuna siri of greatness. Watu wote wakuu duniani ni watu wanaojifunza imani ya kutamka vitu ambavyo vinatokea kwanza. Haleluya. Sasa ukisoma kitabu cha waraka wa pili wa Petro sura ya kwanza, utashangaa kitu cha ajabu sana. Amen. Waraka wa pili wa Petro ukisoma sura ya kwanza, haleluya, mstari wa 4 anasema, tena kwa hayo ametukirimia ahadi kubwa mno za thamani, ili kwamba kwa hizo mpate kuwa washirika wa tabia ya uungu au tabia ya Mungu. Kwa lugha nyingine, Biblia nasema sisi ni washirika wa tabia ya Mungu. Ni partakers, Kiingereza ni partakers, yani tunashiriki tabia aliyonayo Mungu. Ikiwa Mungu alizairisha kila kitu kinachoonekana kwa kuongea, kwa kutamka, vivyo hivyo tabia ile ile iko ndani mwetu sisi wana wa Mungu. Kokote uliko unaweza ukatamka mambo yatokee mwaka huu na yakatokea, na katika hilo unaweza pia ukatamka kinyume na mabaya yanayokutokea ambao watu wameongea na yakanyamaza kimya. Kwa nini? There is power. Kuna power tumepatake, kuna nguvu tumemilikishwa na Mungu, ambayo ni tabia ya Mungu mwenyewe ya kuongea vitu kutokea. Watu wa Mungu, maneno huwa yanaumba kitu. Maneno huwa yanaumba kitu. Maneno yanaumba madhihirisho. Kwa hiyo hivyo ulivyo sasa hivi unavyonisikiliza, chochote ulicho nacho, chochote unachomiliki, chochote kinachokutokea ni matokeo ya imani ya maneno yako, ni matokeo ya yale unayokiri kila siku. Hauwezi kuwa tofauti na yale unayoongea. Narudia tena, hauwezi kuwa tofauti na yale unayoongea. Haleluya. Narudia tena, ni vigumu sana kuwa tofauti na maneno yako. Ndio maana Yesu alisema you shall have whatsoever you say, ni kitabu cha Marko sura ya 11 mstari wa 23. Yesu akasema chochote utakachosema ndivyo utakavyokuwa. Marko 11 mstari wa 23. Yesu akasema chochote unachosema ndivyo utakavyokuwa. Narudia tena, chochote unachosema ndicho utakachokipata. You shall have whatsoever you say. Chochote unachosema ndicho utapata. Hiyo ni kauli ya Bwana Yesu mwenyewe kwenye Marko 11 mstari wa 23. Na kuambia mambo haya ili kuanzia leo mwaka 2026 usidharau nguvu ya maneno. Nguvu ya maneno watu wanakutamkia, nguvu ya maneno watu wanatamka, na nguvu ya maneno unajitamkia mwenyewe. Na lazima ujifunze kufuta maneno wala kutamkia watu wa giza. Kwa maneno yako unafungua kinywa chako, unafuta. Sawa? Ndio maana Biblia inasema
Kitabu cha Isaya 54:17 anasema, na kila ulimi utakaoinuka kukuhukumu wewe utahukumu ya kwamba umekosa, na huo ndio urithi wa watumishi wangu. Nini maana yake? Maanake Mungu anasema kwa kinywa chako utapiga maneno mabaya yanayokuhukumu wewe ya kwamba utafanikiwa, yanayokuhukumu wewe ya kwamba utainuka, yanayokuhukumu wewe ya kwamba utakuwa na maisha, utaolewa, hutazaa, hutaendelea, hutakaa kwenye kazi. Maneno yaliyosimama kama ngome, kama vizuizi, ambayo watu wanakutamkia kuhukumu maisha yako. Biblia nasema wewe mwenyewe utasimama kwa kinywa chako mwenyewe, utarudisha hukumu kwa maneno yale. Hii ni vita ya maneno kwa maneno, vita ya ulimi kwa ulimi. Na lazima utambue mwaka 2026, siku ya leo unaposikiza ujumbe huu, ingia kwenye maombi, anza kupiga maneno yote ambayo yanatamkwa kinyume na maisha yako, ulimwengu wa roho. Watu wanakulaani. Nataka kuambia mtu wa Mungu, hebu jaribu kutafakari maisha yako hapo ulipo. Ni watu wangapi wanaokubariki? Watu wangapi wanakutamkia mema? Hata ukiyachunguza maisha yako, hata marafiki zako unaofikia marafiki zako wanakupenda, ukiwafuatilia kwa siri wanakulaani. They are cursing you every day. Hata ndugu zako ambao unafikiri ni mmezaliwa tumbo moja wanakupenda, ukiwafuatilia kwa siri utakuta wanalaani kweli kweli. Hata wale watu wanaokupenda, hata makanisani, wale unaoomba nao, unaowashirikisha maombi, ukiwafuatilia kwa siri utakuta wanakulaani. Watu wengi wamezungukwa na maneno magumu. Watu wengi wamezungukwa na kuta za maneno magumu. Sasa maneno yanapotamkwa yanakuwa kama ukuta mbele ya mtu, au ukuta uliozunguka mtu. Sasa ni hatari sana unapojikuta ya kwamba umezungukwa na watu ambao wanakulaani na wewe ujui. Na unahitaji kujua, unahitaji kutambua kwa Mungu wa roho ya kwamba watu wengi hawapendi ninachokifanya, hawapendi mafanikio, hawapendi nifanikiwe, hawapendi niwe na furaha. Kwa hiyo jifunze kupiga maneno bila kujali nani anaongea. Na kila ulimi utakaoinuka kuhukumu, wewe mwenyewe utahukumu wa ulimi, utarudisha hayo maneno, utageuza hayo maneno, utapiga maneno na kuyafutilia mbali kwa damu ya Yesu Kristo. Haleluya. Watu wa Mungu, mnanisikia ninachokwambia? Wajifunze kushughulikia maneno. Watu waliokuzunguka hawakupendi. Watu wengi waliokuzunguka hawataki kuona unafanikiwa. Hata kama wanacheka mbele yako, lakini kwa siri wanakulaani. Watu wengi wanaofanya nao biashara hawataki kuona endelea, hata kama ujui, kwa siri wanakulaani. Na hizi ni siri ambazo nataka uzijue kwenye maisha yako unapoanza mwaka 2026. Kama watu wengi wanakutamkia mabaya, unajikuta watu waliokuzunguka wamekutamkia mabaya, hakuna neno zuri linakuja mbele yako. Maneno yote watu wanaongea kuhusu wewe ni mabaya, ni maneno ya kulaani na kupiga. Utachomoka namna gani? Lazima ujifunze kujiombea mwenyewe. Jifunze kujitamkia mwenyewe na kutamka kinyume na maneno ambayo yanatamkwa kinyume na maisha yako. Haleluya. Isaya sura 65, nataka nimalize hapo nikuonyesha kwamba Biblia inasema, Isaya 65 mstari wa 20 na Isaya 65 mstari wa 20 na mstari wa 16. Isaya 16, Isaya 25. Isaya 65:16 nasema, hata itakuwa yeye atakayejibariki duniani atakuwa amejibariki kwa Mungu wa kweli. Tuko sawa? Kwa hiyo kuna tabia kujibariki, lazima ujifunze tabia kujibariki. Maana amesema yeyote atakayejibariki dunia, akifungua kinywa chake akabariki maisha yake, nitafanikiwa mwaka huu, nitajenga nyumba mwaka huu, nitainuka mwaka huu, ajue kabisa kwamba amejibariki mbele za Mungu aliye hai. Haleluya. Jifunze kujibariki. Amen. Nami nakutaka ya kwamba mwaka wa 2026 soma Zaburi ya 23 kila siku na kuikiri kwenye maisha yako. Soma Zaburi ya 23 na kuikiri kwenye maisha yako. Mungu wa mbingu na nchi atakubariki sana. Sasa napohitimisha, nikupe maombi ya leo. Yaombe kila mahali ulipo. Ombi la kwanza: nasimama kwenye malango ya mwaka 2026. Ninayafuta kila maneno ya siri yaliyotamkwa au yanayotamkwa au yatakayotamkwa kinyume na maisha yangu na mafanikio yangu mwaka huu kwa damu ya Yesu Kristo. Ombi la pili: ninavunja kila nguvu ya maneno yaliyo kinyume, yaliyowahi kutamkwa na wazazi wangu au na ndugu zangu au na watu wanaonijua
iwe kwa kusudia au kutokusudia, ninafuta kwa damu ya Yesu Kristo. Ombi la tatu, ninasimama kwenye malango ya mwaka 2026. Ninavunja kila nguvu ya maneno ya kichawi yanayoniondolea kibali mbele ya watu wazuri na watu wema ambao Mungu anawatuma wanisaidie kwa damu ya Yesu Kristo. 4, kila kikundi cha wachawi waliokaa mahali pasiri kunitamkia kifo mwaka huu, ninasambaratisha kwa radi za Roho Mtakatifu katika jina la Yesu. 5, watu wote waliosema mwaka huu nitapata mambo mabaya yatanitokea kila siku, na mimi natangaza katika ulimwengu wa roho, hilo jambo baya halitatokea kwangu, bali litawapata wao kwa jina la Yesu aliye hai. 6, ninafuta kabisa kila maneno mabaya ya umaskini yaliyotamkwa na watu wa giza kinyume na maisha yangu mwaka huu kwa damu ya Yesu Kristo. 7, kila baraka zilizotamkwa zilizotakiwa kutokea mwaka huu 2026, natangaza lazima zitokee kwangu katika jina la Yesu. 8, natangaza nguvu ya kupata utajiri iko ndani yangu mwaka huu, sawasawa na Kumbukumbu la Torati 8:18. Hivyo nitatengeneza utajiri mwaka huu, nitamiliki mali mwaka huu, nitamiliki fedha mwaka huu na kutenda mambo makuu katika jina la Yesu. 9, ninatangaza kuwa huu ni mwaka wangu wa kibali, upendeleo na utele, na ninapokea mafuta maalum ya kutembea katika kibali na upendeleo na utele mwaka mzima kwa jina la Yesu aliye hai. Mungu akubariki sana. Napomaliza hapo, unakiri Zaburi ya 23. Neema iwe juu yako. Ni Apostle Nelson Kalekezi. Kesho nifuatilie tena hayo maombi ya ombi moja, omba hata dakika 5 10, omba. Haleluya, utaona nguvu ya Mungu inatembea na wewe. Na kesho nitakuletea maombi ya kesho, siku ya pili, katika jina la Yesu aliye hai. Usiache kusubscribe hiyo YouTube, usiache kufuatilia, usiache kucomment hapo chini, nijue kama unabarikiwa, nijue kama unasikia na unaelewa na unabarikiwa, na maombi yamejaa nguvu ya Roho Mtakatifu na itakubariki sana katika jina la Yesu. Amen, amen, amen.